Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kipekee nipende kushare na wewe ujumbe au message ya Mungu katika maandiko matakatifu. Basi kabla tujaanza na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa milele yote, tunalitukuza na kuliadhimisha jina lako. Wewe ni mkamilifu na mtakatifu. Wewe niko ambaye nipo, upo kwa ajili ya maisha yetu. Nami ninaalika neema yako na uwepo wako kwa ajili ya kila mmoja anayetazama na kusikiliza ujumbe huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, ninaomba ukaseme nao, ninaomba ukaguse maisha yao sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Nina furaha muda huu kushare na wewe ujumbe wa neno la Mungu kutoka katika maandiko matakatifu. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 31 na mstari ule wa 29. Anasema, habari hii inamhusu Labani pamoja na Yakobo, ambaye Yakobo alikuwa ameishi katika nyumba ya Labani kwa muda mrefu, na baadaye Yakobo aliamua kuondoka, lakini alifanya kuondoka kwa siri kwa Labani. Na baada ya kuondoka, Labani alifunga safari na kumfuata kwa ajili ya kwenda kukutana naye, kwa sababu alikuwa ameondoka na bila kuaga, na alikuwa pia ameondoka na watoto wa Labani kama wake zake. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo sura ya 31 ule mstari wa 29, anasema Labani alipofika kwa Yakobo akamwambia, katika mstari wa 29 anasema, nina uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara. Labani anamwambia Yakobo ya kwamba nina uwezo katika mikono yangu ya kukufanyia madhara. Yakobo anasema, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala neno la shari. Maandiko yanaweka wazi ya kwamba uwezo aliokuwa nao Labani, alikuwa na uwezo juu ya Yakobo, au alikuwa na uwezo wa kumfanyia madhara Yakobo. Lakini anasema Mungu wa baba yako anamwambia Yakobo, nina uwezo wa kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alinitokea katika ndoto ya usiku, akaniambia nisikuambie neno la heri wala la shari, lakini uwezo wa kumdhuru hanao, uko kwenye mikono yake. Anasema ninao uwezo mkononi mwangu wa kufanya madhara. Manake Yakobo wakati katika safari yake yupo, ajui kwamba nyuma kuna mtu anakuja, na mtu yule ana nguvu ya kumfanyia madhara. Lakini Mungu akamtokea Labani katika ndoto ya usiku. Ukisoma katika mstari wa 20 anasema hivi, Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, jihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala neno la shari. Manake uwezo wa Labani kwa ajili ya kwenda kumfanyia Yakobo madhara ulikuwa uko katika mikono yake, lakini Mungu akamlinda au akamtetea Yakobo bila Yakobo kujua chochote ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Manake Mungu ana uwezo wa kumpigania mtu vita, ama Mungu ana uwezo wa kushindana na kile ambacho kina nguvu juu ya maisha yako. Ana uwezo wa kupigana na kila chenye nguvu ambacho kiko kwa ajili ya kuangamiza maisha yako. Labani anamwambia Yakobo, nina uwezo kwenye mikono yangu ya kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako alinitokea katika ndoto akanionya. Manake Labani asingeonywa na Mungu, angemkuta Yakobo, angemfanyia anachokitaka. Lakini kwa sababu kuna Mungu ambaye Mungu huyo atakaa aruhusu
mabaya yakafika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna Mungu ambaye Mungu anatutetea katika majira au katika nyakati ambazo hatujui. Yakobo alikuwa yuko na mambo yake, alikuwa katika safari ya kumkimbia huyo Labani, lakini Mungu bado hajamwacha, anaendelea kumlinda na kumtetea. Maanake Yakobo anatembea katika safari ya maisha yake, lakini nyuma yake kuna feedback ya Mungu, kuna ulinzi wa kiungu ambaye Mungu anamlinda bila Yakobo kujua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akakulinde kwenye kila adui mwenye nguvu juu ya maisha yako. Mungu akakulinde juu ya kila adui mwenye nguvu juu ya ndoa yako. Mungu akakulinde juu ya kila adui mwenye nguvu juu ya afya yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yakobo anakaa kwa Labani, alisema hivi katika sura hii ya 31 na mstari ule wa 7, anasema hivi, alikuwa anawaambia wake zake ambao ni watoto wa Labani, anamwambia, na baba yenu ameni, mstari wa 7, Mwanzo 31 mstari wa 7, anasema hivi, na baba yenu amenidanganya akanibadilishia mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Anawaambia wale wake zake ya kwamba baba yenu amenibadilishia mshahara wangu mara 10, lakini Mungu wa baba yangu hakuruhusu yeye kunizuru. Manake kuna vitu ambavyo Mungu alikataa visifanywe juu ya Yakobo. Manake huyu Labani alikuwa na uwezo wa kubadilisha mshahara wake, alikuwa anamtumikia, alikuwa amlipi, kuna vitu alikuwa amtendei haki, lakini baba yenu amenibadilishia mshahara wangu mara 10, lakini Mungu wa baba yangu hakuruhusu yeye kunizuru. Manake kuna vitu ambavyo Mungu alikataa visifanywe juu ya Yakobo. Manake huyu Labani alikuwa na uwezo wa kubadilisha mshahara wake, alikuwa anamtumikia, alikuwa amlipi, kuna vitu alikuwa amtendei haki, lakini Mungu hakuruhusu. Katika jina la Yesu, kuna vitu Mungu hataruhusu kwenye maisha yako viangamize maisha yako. Kuna vitu Mungu hata aviruhusu viharibu maisha yako. Na mimi ninakutamkia katika jina la Yesu, kile ambacho kimesimama kwa ajili ya kuharibu maisha yako, Mungu katika jina la Yesu Kristo hatakaa aruhusu huo ugonjwa ukakuua. Mungu hatakaa aruhusu ajali ikakuua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpendwa mtu wa Mungu, sikiliza nikueleze habari za Mungu mwenye nguvu. Sikiliza habari za Mungu mwenye uwezo ambaye haruhusu mabaya kukupata. Kuna mambo ambayo Mungu ameweka mapingamizi. Maandiko yanasema hivi, mtafakarini sana Kristo ambaye aliyastahimili mapingamizi makuu namna hii. Kuna mapingamizi ambayo Kristo ameyastahimili kwa ajili yetu. Kuna vitu ambavyo amesimama yeye kuvizuia ili visije kwenye maisha yetu, kwa sababu vingekuja direct vingeharibu maisha yetu, lakini Mungu mwenye nguvu amesimama kwa ajili ya kuweka mapingamizi makuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mapingamizi hayo makuu aliyoyafanya Yesu pale msalabani yakasimame juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.